Katika mwaka wa fedha 2025/26 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliidhinisha nafasi 41,500 kama ambavyo nilieleza awali za ajira mpya kwa taasisi mbalimbali, zikiwemo nafasi 12,176 za walimu, nafasi 10,280 za kada ya afya, ambapo utekelezaji wake unaanza mara moja. Kikao hiki hapa ninaielekeza Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma kuanza mchakato wa kujaza nafasi hizo za mwaka 2025/26 pamoja na kukamilisha mchakato wa nafasi zote za mwaka 2024/25 ambazo nilizisema zimebaki. Ili kuhakikisha Sekretarieti ya Ajira inatekeleza jukumu hilo, inapaswa waajiri wote watoe ushirikiano kwa Sekretarieti ya Ajira. Kama tunavyofahamu, nafasi hizi za ajira hawafanyi Sekretarieti ya Ajira peke yao, wanashirikiana na mwajiri. Let's say labda TANESCO wanataka kuajiri mafundi, kwa hiyo lazima watoe specifications za nafasi ile ya ajira, wapeleke Sekretarieti ya Ajira, watangaze, ndipo waendeshe usaili. Kwa hiyo tunazitaka taasisi zote za uajiri ambazo zimepewa vibali kwa kushirikiana na Sekretarieti ya Ajira watekeleze ajira hizo kuanzia sasa hivi. Aidha, ninapenda pia kutoa maelekezo kwa waajiri ambao Sekretarieti za Ajira imekasimu madaraka ya uendeshaji wa mchakato wa ajira kwa baadhi ya kada, kuhakikisha wanaendesha usaili mara moja ili kujaza nafasi zilizoidhinishwa kwa kuzingatia sheria, taratibu, kanuni na uendeshaji wa usaili katika utumishi wa umma. Ndugu wanahabari, Sekretarieti ya Ajira imepewa mamlaka ya kusimamia ajira katika utumishi wa umma. Lakini zipo kada ambazo zinasimamiwa na baadhi ya waajiri, na nyie ni mashahidi. Mtaona kwenye halmashauri wale maafisa watendaji wa vijiji, kata, muda mwingine wanasimamiwa na halmashauri husika, au muda mwingine kwenye idara za afya kule utakuta TAMISEMI wenyewe wanasimamia. Lakini kuanzia mwaka jana tumeanza kufanya hizo saili kupitia kwenye mikoa husika. Yaani kama kuna nafasi zinatangazwa mkoa wa Lindi, usaili utafanyika kule kule. Kwa hiyo unasimamiwa, unaratibiwa kule na halmashauri au TAMISEMI kwa kushirikiana na Sekretarieti ya Ajira. Kwa lengo la kuhakikisha zoezi la usaili linapunguza gharama na linafanyika kwa wakati, Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma inaelekezwa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, zoezi la usaili lifanyike kila mkoa Tanzania bara na vituo vilivyoandaliwa mahususi kwa upande wa Zanzibar, ili kutoa fursa kwa waombaji kutoka katika maeneo husika kuomba na hatimaye kusailiwa katika maeneo yao. Kama nilivyosema kwamba hizi nafasi zinatoka kila mkoa, na kila mkoa wataendesha usaili maeneo yao kupunguza gharama kwa wale wanaoomba. Lakini vile vile waombaji watakaofaulu usaili lakini wakashindwa kupangiwa kazi baada ya usaili waweke katika kanzidata na waendelee kupangiwa kazi kwa kadri nafasi za ajira mpya zinavyojitokeza. Waombaji hawa watapangiwa kazi katika taasisi zitakazokuwa na nafasi popote hapa nchini. Eneo hili hapa kwa mfano tumetangaza nafasi za ajira 41,500 mwaka huu wa fedha. Lakini katika usaili wamejitokeza wananchi 200,000. Na katika wale 200,000, 150,000 wamefaulu. Kwa hiyo 150,000 wale tutatoa hao 41,000, wengine waliobaki tunaweka kwenye kanzidata. Wakiweka kwenye kanzidata, ikitokea kwenye taasisi mtumishi amefukuzwa, ile nafasi lazima tuijaze. Kwa hiyo tunaenda kwenye kanzidata tena, tuitishi tena usaili.